Rais wa Marekani Bwana Donald Trump wakati huu anasema wapatanishi wa Marekani wanaelekea Urusi. Baada ya mazungumzo na Ukraine huko Jeddah nchini Saudi Arabia, wapatanishi wa Marekani ambao wamekubaliana baadhi ya mambo ikiwa ni pamoja na usitishaji wa vita ndani ya siku 30, sasa wanaelekea mjini Moscow kufuatia suala la kutafuta makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Mawaziri wa ulinzi wa nchi 5 za Ulaya wamekutana kujadili mzozo wa Ukraine. Kufuatia mazungumzo ya ufanisi na Ukraine kuhusu usitishwaji wa mapigano, ujumbe wa Marekani uko njiani kuelekea mjini Moscow, kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump. Trump alisema siku ya jana katika ikulu mjini Washington katika dhifa ya kuwakaribisha waziri wa Ireland Michael Martin kwamba wana watu wanaoelekea Urusi hivi sasa. Trump alisema mazungumzo na Ukraine mjini Jeddah nchini Saudi Arabia yalikuwa na mafanikio makubwa, akiongeza kuwa sasa ni wajibu wa Urusi kuchukua hatua. Siku ya Jumanne, ujumbe wa Ukraine ulitangaza utayari wa kukubali mpango wa kusitisha mapigano mara moja kwa kipindi cha siku 30. Marekani imeanza tena kutuma msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine ambao ulikuwa umesitishwa kwa muda. Mawaziri wa ulinzi wa nchi za Ulaya baada ya hili wakajadiliana juu ya Ukraine. Wakati huo huo, mawaziri hao wa nchi 5 za Ulaya wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO walikutana mjini Paris nchini Ufaransa kujadili hakikisho la usalama wa kijeshi kwa Ukraine pamoja na uwezekano wa kupeleka vikosi vya kudumisha amani iwapo mkataba wa amani utafikiwa pamoja na Urusi. Mawaziri hao ni waziri wa ulinzi wa Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland na Uingereza. Hawakutoa maelezo kuhusu muundo hasa na nguvu ya kikosi hicho kufuatia mazungumzo hayo. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amesema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano huo kwamba Uingereza na Ufaransa zinaongoza kwa pamoja kazi ya kuratibu kuongoza juhudi za kuundwa kikosi hicho cha amani na mipangilio ya hakikisho la usalama kwa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastien Lecornu kwa upande wake alisisitiza kwamba hakikisho la kwanza la usalama kwa Ukraine ni majeshi ya Ukraine. Alisema washirika wanapania kuliimarisha jeshi la Ukraine kwa kipindi kirefu kama walivyofanya tangia mwanzo wa vita. Lecornu alisema hawawezi kuvitaka vikosi vya Ulaya vifanye kazi ya majeshi ya Ukraine. Hata hivyo, amedokeza kwamba Ulaya huenda ikatafakari kupeleka vikosi katika mpaka wa Poland na Ukraine. Mawaziri hao wa ulinzi pia walijadili kuongeza juhudi za kupeleka silaha na uratibu bora zaidi kati ya majeshi. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alisema nchi za Ulaya zinahitaji kufanya juhudi kuulinda usalama wa Ulaya na kuweka kando masilahi ya kitaifa. Ameongeza kusema kwamba wanahitaji kununua vifaa vya kijeshi vya viwango vinavyostahili kwa kiwango kikubwa na kwa haraka zaidi kuliko hapo kabla. Finland pia itakuwa sehemu ya muungano wa kuisaidia Ukraine. Wakati hayo yakiarifiwa, Finland imesema itakuwa sehemu ya muungano huo na itakuwa moja kati ya nchi zinazojitolea kwa hiari ambazo huenda zikasaidia kuimarisha usalama wa Ukraine. Waziri wake wa mambo ya kigeni Elina Veltonen ameliambia Times Radio ya Uingereza siku ya Jumatano kwamba wao bila shaka ni sehemu ya muungano huo na wanaangalia uwezo waliokuwa nao kuwasilisha mezani ili kuisaidia Ukraine kujilinda yenyewe. Hata hivyo, katika kipindi ambacho nchi hizi zinaendelea na namna ya kuhakikisha ulinzi nchini Ukraine, Putin aliamua kufanya ziara ya kushtukiza katika mkoa wa Kursk. Wakati hayo yakiarifiwa, kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine Oleksandr Syrskyi amesema hivi leo kwamba vikosi vya Ukraine vitaendelea kufanya operesheni zake katika eneo la Urusi la Kursk kwa muda mrefu itakavyohitajika na kwamba mapigano yataendelea ndani na nje ya mji wa Suza. Kamanda huyo ameongeza kusema vikosi vinasonga mbele katika maeneo ya kimkakati kama inahitajika kwa lengo la kuyaokoa maisha ya wanajeshi. Na kwa mujibu wa Syrskyi, mapigano yameendelea mjini Suza na viunga vyake licha ya kwamba Urusi imesema tayari imeshamiliki karibia zaidi ya 86% ya eneo la Kursk, lakini pia tayari wameshalitoa eneo la Suza. Bado maeneo machache sana hasa upande wa kaskazini ambao bado anaendelea nao. Rais Putin pasipo kutarajia amekitembelea kituo hicho cha kamandi ya kijeshi mjini Kursk katika eneo la vita kufuatia operesheni ya mafanikio iliyofanywa na vikosi vyake katika eneo la mpaka kati ya Urusi na Ukraine.
Vyombo vya habari vimeripoti juu ya kile kinachoendelea na kwamba Putin aliamuru vikosi vya Urusi viwafurushe wanajeshi wa vikosi vya Ukraine waliobaki mjini Kursk. Picha za mkutano na mnadhimu mkuu wa jeshi Valery Gerasimov zilimuonyesha Putin akiwa amevalia sare za kijeshi. Eneo halisi la mkutano halikutajwa. Shirika la habari la TASS lilisema kuwa ziara ya kwanza ya Putin katika sehemu hiyo ya uwanja wa vita. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.